ala al-aqal. Mpango mzima rusuluna mubashirina mundhirin, mitume ameletwa kufanywa kuwa madai, kuwaonya watu na shirk na kuwaingiza katika tauhid, lakini pia kwa zama zetu sisi yale ambayo walifanya masahaba pamoja na Mtume Muhammad na mitume waliopita, hakikatan ndo iwe mwendo wetu sisi. Waja wema waliopita walikuwa wakisema Allahu ghayatuna war rasulu za'imuna wal qur'anu dusturuna, Allah ndo malengo yetu, hatuna malengo ya dunia, na kama tunaitafuta dunia kwa lengo kuiandaa akhera. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndo kiongozi wetu, lakini Qur'ani ndio katiba ya maisha yetu. Lakini nakufa sabilillah katika njia ya Allah ndo shabaha na kiu yetu sisi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, wanaokufa katika njia ya Allah hawajafa totali. Na Mtume asema hakuna mtu atakayetamani afe afu awe hai, tamani aje apigwe kwa sababu ya zile fadhila. Kwa hiyo inaonekana hii dini harakati zake ni jambo la lazima, na Mwenyezi Mungu akawa anatuma viumbe kuipromoti dini. Mabwana, ni kuombeni kila mmoja awe na tabia ya kufungua mdomo wake kuzungumza uungu. Tuwe na uchungu na Uislamu. Tumetangaza vyetu vingi, tumetangaza madawa yetu, biashara zetu, nguo zetu. Sehemu ukiona kuna kisa, sio upeleke mtutu wa bunduki eti kila kiza kitaondoka. Peleka mwanga pale. Na batili yoyote zama hizo, kila ikitokea batili ya Firauni, batili ya Hamana, batili ya Abu Jahal, Mwenyezi Mungu alikuwa akipeleka silaha ya sampuli moja, silaha ya dai, ya mlinganiaji. Basi haya maasi, fornicate, wanawake kwenda ovyo, madanguro, mabaa, hayaondoki haya ila kwa kufungua midomo. Tumefunga midomo sisi. Sahaba alikuwa akislimu, anasema naenda kutamka kalma katikati ya haramu, na anaenda anapigwa na anarudi anaenda kutangaza tena. Nikudokeze, basi sisi tuna maarifa makubwa kuliko baadhi ya masahaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi wal fath. Sura hii ndo ya mwisho au ndo sura ya mwisho kushuka kwa ujumla. Aya ya mwisho kushuka kabisa ipo katika sura al-Baqara, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Lakini sura ambayo sio vipande, sio mafungu, imekuja kwa ujumla ni Rajaa. Baada ya Mtume kuwa hajjatul wadaa pale aliporudi Madina tu ikashuka sura hii, ni sura Madania. Hii sura hii naijua mimi, anaijua Sheikh Juma, anaijua Sheikh Abdul Razak, Sheikh Suleimani, Zaina Hamza haijui, ami yake Mtume Muhammad haijui, kafa vita vya Uhudi. Tumeelewana?
Naam, na aya nyingi zimewapita masahaba, si aya, hadithi tele, hadithi tele. Juzi nilikuwa nikifanya munakasha na jamaa yangu kwa simu, tulikuwa tukizungumzia mambo ya masahaba nini, akasema lakini kwa nini yule alifanya hivi? Nikamwambia na kati mtume kasema hivi. Nikamwambia huyo anayesema mtume kasema hivi ni wewe. So leo wewe, kuna sahabi sunani, wakusanyaji wa hadithi za mtume wamejaa tele. Wewe unafungua tu zile mutuni sita zile, una Sahih Bukhari wewe unafungua. Hii Bukhari imekuja juzi. Wewe kuna baadhi ya masahaba hadithi za mtume hawajapata kuzisikia na wameondoka, unajua wewe. Lakini sisi tuna maalumati mengi lakini hatuna kitu. Muadh bin Jabal alikuwa akichunga, zinashuka aya 2-3 anahifadhi, anaenda porini kufunga. Akija anaona wenzie wana aya zingine, anachukua panga ataka kuwakata. Nyinyi mnazusha vitu katika dini nyinyi, mbona hii si aya imeshuka? Imeshuka saa ngapi? Wewe si ulikuwa porini unachunga? Alikuwa hajui, anaona mambo mapya, alikuwa akiona mambo mapya. Amir al-Mu'minin Umar imemshughulisha kuhifadhi sura Baqara, mara waikaitafuta kwenye mgome wa mti fulani, kuna aya zimeandikwa sehemu fulani pale. Zama za masahaba msafa ukuwepo, msafa ukuwepo. Tumefahamiana vizuri. Lakini kwa kile kichache walichokuwa nacho, walikuwa serious mno, na wakifungua midomo yao na umma ulitengenezeka. Sisi tuna mambo mengi tulichokosa, hatuna harakati, hatuna ghera. Unaona aibu ndani ya daladala kukemea maasi. Fattaqu la'inain, fattaqu mala'ani 3, ogopeni laana 2, laana 3. Alladhi yatakhalla fi tariqi an-nas, anayekojoa sehemu watu wanapita upata laana. Ukimwona mnasihi, wangapi unaona walevi wanakojoa na unaogopa kusema? Mtu mmoja aliajiriwa kwenye ofisi kubwa kubwa, tunasali naye takwa hapa mfano. Sasa akija Ijumaa hapa, kilemba, kanzu. Alipoenda kule ofisini, kavua kanzu yake, katia mkono, kavua kofia, katia mkononi, akaweka tai yake kama mjusi, na jina kabadilisha Charles. Si akaenda Sheikh Abdul Razak, mashaallah, Sheikh Juma kumbe huko kwa kubwa huko, Allahu Akbar, salamu alaykum. Alimpa tabu, vipi hali bwana, mzima? Alimradi ile salamu asiitikie. Unajua maana ya qala innani minal muslimina, mimi ni muislamu, inda al-kuffar mutafakhuran, mbele ya makafiri unajigamba kwa uislamu wako, mbele ya waislamu wenzio mutawadhi'an, unajishusha, ni wa kawaida, si wali si na nani, mbele ya Mungu kujisalimisha. Siku miongoni mwa siku, shekhe mmoja na mhifadhi jina anasema walikuwa wanasafiri alfajiri kwenda Mbeya, magari ya Mbeya yanarauka saa 10, wanaingia Ubungo, enzi zile stendi iko Ubungo. Wakamuona mtu mmoja, mama kaingia kwenye basi, kaanza kupiga haleluya, tumsifu Bwana, Mungu atuokoe, atubarikie safari yetu. Yani asubuhi ile mapema anatangaza Ukristo ndani ya chombo. Angekuwa Muislamu wa mwanzo kupinga Waislamu wenzio, shekhe acha udarueshi, ndio maana kuna misikiti shekhe. Matatizo tunafeli wapi? Waislamu ni harakati. Mmoja kati ya wanazuoni, nafikiri Sheikh Shafii atamjua, nimemsahau jina lake, kutoka Masri, jina lake limetoka sasa hivi. Alifanya ziara mwanachuoni huyu kutembelea nchi zetu za Afrika aone Uislamu ukoje. Alipofika nchi za Afrika akaambiwa, mfano kama Kongo, kule bwana hatukupeleki, Kigoma utakwenda Zanzibar, lakini kule hatukupeleki. Kwa nini? Kuna vita, kuna mabomu. Unajua alichokisema? Nipelekeni. Mtajuaje kuna Waislamu wanateswa? Nipelekeni. Shekhe akapewa roli
na sana mashine gani na mapolisi zimejaa na wanajeshi, pelekeni shekhe. Kufika sehemu kama zile, salamu za mwanzo mabomu kweli yanaruka, kuna hatari mbaya. Shekhe umeona, bia twende. Alipofika sehemu kama zile, akakutana na kibanda cha nyasi. Alipokisogelea kibanda kile, ndani akatoka mwanamke wa Kiingereza, mwanamke mrembo, mtoto mdogo wa kizungu. Shekhe akataka kujifunza kitu kupitia mwanamke yule, binti mrembo, binti mzuri. Umekaa umezungukwa na mabomu, hakuna mzungu anafika huko, alafu maji yanaokunywa ni yale wanyama wanakunywa, anaenda kuchota pale, anakunywa, anapika mwenyewe. Akamwambia, unawezaje kukaa hapa? Unajua alichokijibu? Ambia, niko hapa ni hatari, lakini nimekaa hapa kwa sababu namtumikia Bwana Yesu Kristo. Nataka watu wafe na uzima wa milele. Shekhe akasema, al-Islam huwa dini ma asabahu rijal. Maneno yake aliyosema, asema Uislamu ni dini haijapata watu, haina watu. Dini inaenda yatima yatima, watu waliokuwepo wapigaji, watu wa madini. Ndio maana zaka hamna Tanzania, ampewi mtu akilea yatima tu na yeye anakuwa yatima. Watu wanagombania vitu vya yatima, hiki changu hiki. Sasa wewe unangangania kituo cha yatima, maana yake nini bwana? Ukimtizama naye kawa yatima. Haya mashaka makubwa. Wanataka kunyang'anya kituo changu cha yatima. Shekhe, hichi kituo nimetoka nacho miaka, sasa siwaache wahudumie. Kuna maslahi yako. Uislamu sio sehemu ya dini. Waislamu tuambiane ukweli. Ofisi za Kiislamu sio mali yako wala familia. Muogope Allah. Amir al-Mu'minin Umar yupo maktaba ofisini, anagonga Sayyidina Ali, hodi. Asema, nani? Ambia, mimi Ali. Ambia, subiri kwanza Ali. Subiri nini? Kwanza unakuja kuniambia nini? Unakuja kwa issue zako au unakuja kwa issue za Kiislamu? Akamwambia, sasa ndio unaniulizia nje. Ambia, ili njue hii chembe iliyoiwasha mafuta ya Waislamu. Kama umekuja na issue zako sio za Kiislamu, nizime. Mafuta ya Waislamu yasitumike, sio kutumia mali za umma hizi. Na muogopa Allah, usiniponze. Lakini kama umekuja na mambo ya Kiislamu, anaacha koroboi wake. Wewe unakuja msikitini hapa, unakuja kujisomea, masomo yenyewe ni yako, form 6 ni yako, unahamia msikitini hapa, unaeka kambi na unapiga na pasi, unity zinaondoka. Feni moja haikutoshi, unafungua yote. Wewe muogopi Allah wewe? Hiyo kuchaji tu ni masuala mengine. Ndio maana saa nyingine unalaaniwa simu inaibiwa, acha iibiwe tu. Vitu vya umma vya kuogopa, hata shilingi moja umechukua kwa maslahi gani? Huyo aliotunga kitabu cha Riyadhus Salihin, Sheikh Shafi mtaje, Imam Nawawi rahimahullah, siku alipochukuliwa sehemu kwenda kuongoza uimamu, ule mshahara wote wa msikitini alikataa. Watu wakamwambia, hapana, hili ni fungu limetengwa, lazima utumie. Akasema sawa. Akachukua lile fungu, akipewa anapokea, hajawahi kula hata shilingi, alafu anatoa khidma za ule msikitini. Mahitaji yake alikuwa anaagiza nyumbani kwao pesa. Hao ndio watu wa tasawufu hawa. Ndio watu walikuwa wasafi. Ndio watu walikuwa wasafi. Uislamu unahitaji usafi. Na ndio utaona faida ya Qur'an, na utaona kukubalika kwa dua zako. Swala yako ina roho, muaminifu wewe, Muislamu wa sawa sawa. Alafu kuna makosa kuzungumza yale ambayo huyafanyi. Lima takuluna ma la tafalun. Usiseme kitu usichokifanya. Ukiwaonya watu wasile sadaka za msikitini, wewe uwe namba moja. Unatafuta janga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana masahaba walikuwa wanajiepusha na vitu vitatu: waoga, miongoni mwao imara, uongozi,
walikuwa wanaogopa. Kitu cha pili michango, walikuwa wanaogopa. Kitu cha tatu fatwa. Mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambia ya Rasulullah, nifanye kiongozi wa watu wangu. Mtume akamnyima, akamwambia wanaomba tu wapi? Watu wangeona Abdurrazaki unafaa, wangesema wao, sio useme wewe. Leo hii mtu yupo tayari kumtia mwenzie chura tumboni ili hapo akaimamu amtoe mwingine. Na misikiti mingi Dar es Salaam imekuwa hivi. Sheikh Suleiman alikuwa wapi? Saa nyingine ukitizama maslahi ndio watu wanamtoa mtu mwenye kufaa, mtu wa harakati anaondoshwa. Na Waislamu wakimuona mtu wa harakati wanamtoa, wanamzushia kesi, wanamgombanisha na serikali atoke msikitini. So huyu Abdurrazaki kijingi huyu, sitaka kuiba, anaanza kuleta mambo yake sheria, anaondolewa. Siku 2-3 wamempiga stroke. Hatari. Lakini lazima kupambana, hakuna kurudi nyuma. Anajitahidi kwa ajili ya nafsi yake. Sasa wema waliopita walifungua midomo. Huyu Abul Yazid alikuwa tayari akaangalia, takhruju baina aidina mahamulan qatila, tutakutoa tumekukata vinyama vipande. Asema siogopi, mimi namtangaza Allah, siogopi. Akaulizwa maswali yote, na Mwenyezi Mungu mwenyewe ni dai, anaitangaza dini. Kuna mambo yalitokea kwa Sayyidina Uzair, tushai kuyataja hapa, mambo makubwa ili watu wamwamini Allah. Kuna ishara kubwa zimetokea kwa Nabii Isa katika miujiza, tulishawahi kuyadokeza, muda umetuacha. Lakini Abul Yazid katika msimamo wake na katika maswali kama yale, alipoulizwa ayu shay'in tatanafus wala ruha fihi, akasema wasubhi idha tanaffas, na asubuhi kutakapopambazuka, kutakapotoa pumzi yake, vile kunavyopambazuka ndo kama kumepumua. Lakini swali la mwisho aloulizwa, ni upi mti mkubwa wenye aghsan, wenye branch, wenye matawi 12 na kila tawi lina majani 30 na kila jani lina matunda 3 yapo kivulini, 2 yapo juani. Akasema hadhihi shajara hiya sana, mti huo mkubwa ni mwaka, Allah anamletea. Na matawi 12 ndio miezi ya mwaka, na kila tawi lenye majani 30 ndio siku za mwezi, na kila jani lenye matunda 5 ndio swala 5 za kila siku, na matunda 3 yaliokuwa kivulini, salatul fajr, maghrib wal isha, wa thani fi shams, 2 yaliokuwepo juani, salatu dhuhur wal asr. Wakashangaa, huyu ni mtu gani huyu? Yule bwana akasema mimi nishamaliza. Akamwambia umemaliza? Na mimi naomba nasali moja, bwana mkubwa. Waislamu waachelewi, na mimi nasali moja. Ambia hebu uliza. Akamwambia niambie, ma huwa miftahul janna, mtajie ufunguo wa pepo ni upi? Ambia hujasikia. Basi akaanza kujibaragusa. Waumini wakamwambia, mbona unatutia aibu? Umemuuliza maswali mangapi kajibu? Wewe moja unashindwa. Ambia, kwani nashindwa? Sishindwi, lakini nikilijibu nyote amji kanisani tena. Wakaambia mueleze, wa nahnu waraaka, sisi tupo nyuma yako. Akasema imma miftahul janna huwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mabwana, tuambiane ukweli, ufunguo wa pepo ni kilima hichi cha la ilaha illa Allah. Basi wakaamini wote. Akaadhini mwenyewe, jeshi la mtu mmoja,
akakimu imamu, akawasalisha wachungaji, makasisi, maaskofu. Swallu ala nabii. Waislamu wao na sisi hatuna pa kuiga, ni hao ndio wa kuiga. Hao ndio wa kuiga, hao ndio wa kuwashika. Mmoja kati ya sahaba alitumwa kwa Kisra au Kaisari. Angalia masahaba wanavyotisha. Amepeleka ujumbe, ilikuwa Masri, kwa Muqawqis, maneno mafupi. Hebu angalia masahaba hawa. Kaenda kwa Kisra, alipofika kule kwa Kisra kule kwa Muqawqis Masri, sahaba mtume ndo kaenda. Alipofika pale yuko na mnyama wake. Unajua, nikwambie siri, ukiwa na hofu ya Allah pekee, viumbe wote wanajengwa hofu na wewe. Ukikosa hofu ya Allah utapewa hofu na kila kitu. Ndio maana kuna mashehe wakubwa wanahusudu uchawi. Shehe hapa hawezi kunipiga kitu hapa. Shehe gani? Una hofu ya Allah, naweza nikapigiliwa chai hapa. Lakini ukiwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, kila kitu wallahi kinakuogopa. Ukifanya kosa, umesema neno la kiserikali, mfano uletei polisi mmoja, defender 20 zinakuja kwa Abdulrazaki, mabomu na nini, watu wanashangaa, inaonekana mtu hatari yule, ana hofu ya Allah. Viumbe wote wanapata hofu juu yake, wanamuona ni bomu, anaweza akafyatuka. Lakini kwa sababu hatuna hofu ya Allah, unachukuliwa kama mwewe, unatumiwa mgambo tu tena mnyoe ndevu zake huko huyo anaenda. Lakini ukiwa na hofu ya Allah, wanachimbika kosha. Allah anasema wao wanatuogopa sisi kuliko wanavyomwogopa Allah, lakini mpaka tusimame sawa sawa. Mtume anasema hivi, wala taqumu saa hatta yuqtalu yahud, kiyama hakisimami mpaka mayahudi wote wafe. Sasa watoto wa Kipalestina walijadili, ilirushwa klipu. Mtoto mmoja wa Kipalestina akamwambia mtoto wa Kiisraeli, nyie tupigeni tu, upo muda unakuja mayahudi wote tutakuweni, mpaka jiwe litamuita Muislamu, njoo, kuna Yahudi kajificha hapa mkate, ikifika zama hizo tutakuumizeni. Yule mtoto akasema sadaqa Rasulullah, mtume kasema kweli. Lakini sio Waislamu nyie, sio Waislamu nyie. Waislamu watakaotupiga sisi ni wale ambao kwanza sala ya alfajiri iwe sawa sawa na sala ya dhuhuri na sala ya Ijumaa. Leo hapa mmekusanyika, mmesali Ijumaa wengi, njoo la asili, mnaendaga wapi? Kwa hiyo wale waumini ambao swala zote zitakuwa sawia ndio watatupiga sisi, wameushika Uislamu. Kumbukeni, sala ya jamaa ni sala ya uongofu. Mkiacha sala ya jamaa, mmeacha sunna ya nabii wenu. Nimalize maneno, kuna mashehe wengine, sisemi maamuma, umesikia Sheikh Suleiman, ukisafiri nao mtihani hawaswali, wallahi hawasali. Sheikh swala ambia tutaswali, alafu wale maamuma kama kameramani, Sheikh huyu utaswali pia. Sipige sima Sheikh, tuna nyiradi zetu mahsusi. Uradi gani wewe? Uradi umeutoa wapi? Wewe tayari kuswala. Sasa sisi tutakufanya wewe daraja twende peponi, tutachukua maneno yako dhahabu, tutakusikiliza, tuache kukusikiliza, lakini umeshachemka wewe. Ndio maana katika wale watu watakao majukwaa manne peponi, miongoni mwao ulamau atqiya, wanachuoni wacha Mungu. Kwa hiyo kuna ulamau su, wanazuoni waovu wapo, ndio wao mara kidogo wametilisha mimba, wametelekeza, wamesaliti, wamefia nyumba za starehe, makosa makubwa. Uislamu hautaki maneno mengi hivi. Ndio maana juzi nilienda pale Kichangani kwa Sheikh Walid usiku, aliniita Sheikh Suleiman kufanya itikaf. Alotufungulia itikaf yetu kwa Qur'an ni binti yake, soma vizuri suratul Rahman. Nikasema
huu ndo uimamu, huu ndo yani mtu tizama kwanza familia yake. Maana kwa familia tumeshindwa. Kuna watu walimtembelea shekhe wa mkoa fulani, walivomtembelea wakasema tunataka tufanye dawa hapa, ambia kwanza mkamuone shekhe wa mkoa. Haya inshallah, wakaenda mpaka walikuwa watu wa tablighi. Shekhe kaja, alipokuja vijana karibuni, mimi ndio mwenye mkoa wangu hapa mashallah, ndio shekhe wa hapa, shekhe mkubwa kabisa wa mkoa, vijana nakaribisheni, wazee tupo. Muda ule ule mke wake shekhe katoka ndani, akaenda kukaa kwa makochi. Mama fulani, njoo muone mashekhe. Umesikia haya maneno? Naye rafiki yangu mmoja kila akijaga nyumbani tunapendana, afu tumesoma wote. Kila saa nikifika mashallah, vipi mashemeji, naweza nikaona nikasalimu, nikamwambia koma shehe wangu, wanakuhusu, hiyo sio dini hiyo. Watajisikia vibaya, pengine sijasalimia, nikamwambia wacha wajisikie vibaya wafe. Sasa shekhe wa mkoa huyo akamwita mke, mama fulani, njoo uone mashekhe, njoo uone kina Sheikh Suleimani. Mama akatoka ndani huko mbio na dela lake na kijora. Vipi jamani mashekhe, uso umemcha wazima jamani, mashallah. Pale katoa mzi wake, anamnyoesha mtoto Waislamu, astaghfirullah. Huyu ndo mke wa shekhe huyu, shehe huyu umtiani huyu. Nikawaambia wale mashekhe, mmekosea. Ngekuwa mimi ngalinyonya kabisa kumfedhehesha na mimi. Si mama yetu umetuletea, wacha tupate fadhila zake. Huu ni ukosefu wa dini mkubwa ndugu zangu, ukosefu mkubwa. Sasa yule bwana alipoenda kufunga maneno kwa Muqawqis, alipofika pale akashuka. Aliposhuka kuna walinzi kwa mfalme. Hajashuka, akaenda na mnyama wake, akaingia na punda Ikulu. Wale askari wamepigwa na butwa, wamejikuta baada ya kumkamate kapitiliza mpaka kwa mfalme, na mnyama hajashuka. Sahaba hao, kidume hicho anaingia. Mfalme kuona akatetemeka, huyu imekuwaje mpaka kapita walinzi mahodari, kaja mpaka huku ndani. Alafu alipofika kule ndani akashuka. Aliposhuka akamchukua mnyama wake ili asikimbie, kaenda kumfunga kwenye kile kiti cha mfalme kamba. Ndio kaenda kumfunga. Mfalme anatetemeka, askari wanatetemeka, wametakaya. Kisha akamwambia nimetumwa na Mtume Muhammad. Anasemaje? Anasema silimu taslam, silimu usalimike. Nsipo silimu fajizyatun, utozwe kodi. Hakuna kulazimishana katika dini. Nsipotoa kodi, wanasema akatoa kipanga chake, kimundu kimevunjika, mbea huyu atakuwa muamuzi wako. Tetemeka. Akatetemeka. Lakini ni Waislamu wale wa sawa sawa. Abu Yazidi alijibu maswali na watu walisilimu, na sisi tuwe na ghera hizo. Uislamu lazima tuupambanie, tuutangaze. Na sisi tumetoka mbali huko, tunahesabia ni sehemu ya da'wa. Katika mimbari wangapi wamesikia maneno haya ya Allah? Kwenye masidi huko mnasikia mara ngapi maneno ya Uthman Michael? Nina uwezo wa kukaa ndani nikakaa kimya, lakini dini itakiwa ihubiriwe, watu watoke waende dawa. Hata msikiti watakuwa utengeneze kundi lao maalumu tu speciali kwa sadaka zile za waumini, mwende vijijini. Dini mahamumu kweli kweli. Sisi tulishatembea tukafika sehemu mbwa kadhaa ndani ya msikiti, watu hawasali. Kuna msikiti mwingine watu hawasali, mama muuza gongo akaomba kwa imamu, naomba nihifadhi chupa zangu za pombe huu msikiti, akaruhusiwa.
mikoani huko mtu kuzika hawajui, eti mtu kafa wanachana karatasi za msaafu ndo wanamzikia nazo kwamba ndo dua imepita. Mbeya wallahi kuna mtu akawa anaitwa Nguruwe Mbeya, Nguruwe Mbeya hiyo wakaenda watu wa da'wa wakakutana, wanauliza hapa hamna Muislamu, sehemu kubwa hamna Muislamu. Akamwambia yuko huko chini huko bondeni yuko Muislamu. Wakamfuata Muislamu yule, bwana unaitwa nani? Mimi ndo Muislamu hapa. Yeye ndo mchinja kuku, yani Uislamu wake kuchinja kuku. Unaitwa nani? Mimi naitwa Muhammad, naitwa Muhamedi. Wakamwambia mashaallah Muhammad. Huyo Muhammad mwenyewe jina lake unamjua? Ambia namjua. Nani? Ambia si ndio Mungu wetu wa pili, au sio wewe? Umeona mashaka haya. Mimi namshukuru Allah, hakuna sehemu nimebakiza kwa ajili ya da'wa. Nimetembea Mbeya mikoa yote. Shekhe Kongo nimeitembea kwa ajili ya dawa hatari. Shekhe tuliswali wiki iliyopita mahaba na adhkari, dawa imefika Kongo kaiona. Sasa Shekhe Kongo nimeenda mdogo, hata bare haijaingia vizuri. Nimeenda sehemu inaitwa Likasi, boda la Angola. Nimeingia Goma, Bukavu, Kalemi, kote. Nimepita sehemu ya Kigoma Shekhe, habari nzito. Yaani pale tumeingia kwenye meli kwenda kumtangaza Allah. Tunaambiwa kwanza ukishatembea kwenye lile ziwa lina mambo hatari. Unaambiwa hakuna mawasiliano ya simu ya Tanzania wala ya kule. Na ikitokea emergency ambia mtakufa tu, atakayenusuru ni Allah. Hakuna chombo cha nchi yoyote kitakuja kusaidia. Tukaenda kwenye dawa. Siku tukakuta vile vyombo havifanyi kazi, tukaingizwa kwenye viboti vya ajabu. Tukaenda huko. Siku nyingine tukapitia huku ya Zambia kote huko kwenda kumtangaza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo harakati isilale. Juzi nimetoka Pemba. Nilipofika Pemba kule Sheikh Suleiman sijakuambia. Nikaambiwa niende kwenye vile visiwa vyote vile. Kojani, Kojani. Nikaambiwa Kojani kuna msikiti sio wa miaka 200. Mpaka mtu mmoja akamwambia, "Wewe ndio Khazili kakanyaga kule." Nikamwambia, "Allahu Akbar. Huko lazima tufike." Sasa nilipofika pale nilimwambia hata Sheikh Shafi, baada ya kwenda Pemba nimeona kuna haja tutembee kila mkoa kwa ajili ya dini. Kwa hivi sasa, na juzi tulishawahi kutoa tangazo hilo kwamba hivi sasa mguu kwa mguu, kijiji kwa kijiji, tunatembea nchi nzima, nchi jirani na sehemu zote, lazima tangazo ya Allah. Na nyinyi mtakuwa tayari kufanya hivyo inshallah. Nimeongea kwa urefu, pale ambapo nimekosa mnisamehe, lakini Sheikh Shafi karibu alafu